Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kupunguza kufanya kazi nyingi. Kuongea kwa hisia kali na mtu. Utajifunza kitu au kuelimika. Kuondosha simanzi uliyokuwa nayo. Kuambiwa jambo moja na watu wawili tofauti. Utapata uthibitisho wa kitu. Jicho kucheza. Kuna jambo litakalo jidhihirisha. Mtu kuhitaji kuonana na wewe. Utafikiria kitu zaidi. Kujiepusha na makosano na mtu. Muungano mzuri kukufikia. Jambo lako linafanyiwa kazi. Nyota ya mizani. Kuupata msaada uliokuwa unautaka. Kufahamu kitu baada ya mazungumzo. Utatafuta ufumbuzi wa jambo lako, hasa kimahusiano na tatizo la muda mrefu. Mtu anafikiria kukupatia kitu. Kuikumbuka ahadi ya mtu kwako. Kupata ulichokipoteza. Utafanyia kazi jambo ambalo ulilipuuza. Nyota ya ndoo. Nguvu yako ya ndani kujidhihirisha. Utakuwa mwenye kauli yenye kufuatwa au kutimia. Utarekebisha jambo kwa haraka. Kuhisi au kujua kitu kwa mtu. Kufuatilia kitu na kuanza kukifanyia kazi. Kuwatumia watu wengi ujumbe wa aina moja. Kukisia kitu. Kutamani maelewano mazuri na mtu. Kuna jambo la heri litakalo kufikia. Nyota ya mashuke. Kupanga utaratibu ambao utautimiza. Utakuwa mwenye hamu sana ya kitu. Utaanza utekelezaji kwenye mipango yako. Kumjulia mtu hali mara kwa mara. Kuonesha uvumilivu wa kitu. Kufanya kazi kwa umakini. Mtu kukuulizia sana. Kupata majibu ya kitu ulichokuwa unakiwaza au kukihisi. Kuzizuia hasira zako kwa mtu. Furaha yako itamfanya mtu ajihisi amani. Kupata uhakika wa kitu. Utamhurumia mtu. Kupata wazo zuri na kulifanyia kazi kwa haraka. Nyota ya ng'ombe. Kufikiria sana mambo ya pesa. Hali ya baridi itakuwa inakupa changamoto kiafya. Kujiepusha na mtu. Hautotaka ajue kitu kabisa. Kukosea kutuma ujumbe kwa mtu. Kulala mapema. Maumivu ya kiuno, tumbo pamoja na kifua, yatakuwa yenye kukusumbua sana. Kuutambua umuhimu wa mtu. Kuhofia kudhalilika. Nyota ya mbuzi. Kutumia busara nzuri kumweleza mtu jambo. Kufuta namba ya mtu. Mtu kukuhoji sana. Maneno ya mtu yanakujenga kimawazo mapya. Kuna jambo litakalofanyika kwa haraka kwako. Utatimiza lengo. Baadhi yenu moyo kuuma sana. Mtu kukukosea. Kupata hali ya mfadhaiko. Nyota ya samaki. Kuonesha hali ya kumkubali sana mtu. Kuna jambo litakalo kuwa sawa kwako. Kuna kitu kitatimia, ambacho ulishawahi kuambiwa kuwa kitatimia. Wasiwasi wako kwa mtu hautokuwepo tena. Utashirikishwa jambo la muhimu. Misuli ya mapaja kuuma. Kupunguza kufanya kazi sana. Ila utakuwa mwenye fikra za haraka. Kuitwa jina la heshima. Kushukuru. Nyota ya nge. Utapata kujua kitu. Ukweli uliojificha kufichuka. Mtu kuongea kitu lakini hatakuwa mwenye kumaanisha. Mtu anafanya uchonganishi kwako. Utazuia jambo lisifanyike. Maneno ya mtu yatakukera. Kuhudhuria sehemu ambayo hukutarajia kufika. Kuombwa msamaha. Hasira zako kuzizuia sana. Kupata pesa kutokana na jitihada zako nyingi ulizozifanya. Kuliongelea jambo tena. Kumsifia mtu. Maneno yako yatakuwa na nguvu ya kutimia kwa kitu ambacho utakiongea. Kushika sehemu ya moyo mara kwa mara. Kuna taarifa itakayokufikia kutoka mbali. Utapata utulivu. Tarajia kazi mpya au kitu kitakachofanya upate pesa kwa haraka. Nyota ya kaa. Kuchoshwa na kitu, lakini utalazimika kufanya. Kupata kiasi cha pesa usichokitarajia.
ambacho kitakufikia kwa wakati huo. Mtu atahitaji mazungumzo marefu na wewe. Utafuatilia jambo linalomhusu mtu. Kumwepuka mtu mwenye dharau. Kulifumbua fumbo la mtu. Maneno yako yatafanya mtu ajishtukie. Nyota ya Simba. Kuhisi hali ya kichefuchefu. Mtu kukutisha kitu. Kufanya malipo ya kitu ila moyo wako hautoridhika. Kushauriwa katika jambo la kazi. Kuhisi kitu kuwepo karibu yako. Utakuwa na mashaka na mtu. Nyota ya Punda. Utaepushwa na shari au tatizo. Utahitaji kufahamishwa kitu zaidi. Utaongeza bidii ya kufanya jambo. Kuna mtu atakayekuwa mwongozo mzuri kwako. Nyota ya Mshale. Kupata hofu ya kitu. Utakuwa mwenye kushirikishwa sana katika mambo tofauti. Mtu ataacha kukusema. Jumbe nyingi zitaingia mfululizo kwako. Kupata taarifa njema. Baadhi yenu mtajihisi maumivu makali moyoni. Kutendewa jambo litakalo kuumiza. Kupata homa. Kupata pesa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.